ni mkono wa Mungu ambao umetuwezesha, na ndio maana tuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo hata sisi leo tutatamka kauli hii na kusema ya kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama unayo imani ya kwamba kwa msaada wa Mungu utatenda makuu, nyosha mkono wako namna hii. Nyosha mkono wako tu, kwa sababu sisi tumekilimiwa na Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo sasa, kama wewe ni mwana wa Mungu, lazima uamini ya kwamba kwa msaada wa Mungu utatenda makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi tutaenda kuangalia maana ya somo. Tunapozungumzia kwa msaada wa Mungu, au tunapozungumzia msaada wa Mungu, tunamaanisha nini? Msaada wa Mungu ni nguvu, uwezeshi inayomtegemeza mwanadamu. Msaada wa Mungu ni nguvu, uwezeshi inayomtegemeza mwanadamu katika maisha yake. Na kwa sisi ambao tumeokoka, mimi na wewe ambao tumeokoka, ipo nguvu ambayo Mungu anaiachilia ndani yetu. Upo msaada ambao Mungu anatupatia sisi kama kanisa la leo kwa ajili ya kutenda mambo makubwa. Na ndio maana hata hapo ambapo umekaa, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu wa kutenda mambo makubwa. Na ndio maana siku ya leo sisi kama vijana ambao Biblia inasema ya kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeandikiwa sisi vijana kwa sababu tuna nguvu. Kwa hiyo ile nguvu ambayo Mungu anatupatia ndio msaada wenyewe ambao utatusaidia sisi kutenda makuu. Lakini sio kwa vijana tu, ni kwa ajili ya kanisa la leo, yani mimi na wewe, ya kwamba Mungu siku ya leo tamani ya kuambia kwamba upo msaada unaotoka kwake ambao utakufanya wewe utende mambo yasiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaposikia msaada wa Mungu, tunamaanisha ni nguvu, uwezeshi inayomtegemeza mwanadamu yoyote ambaye amemwamini Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo kama upo msaada wa Mungu kwenye maisha yetu, maana yake maisha yetu hatutakiwi kuishi kinyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umeokoka, hautakiwi kuishi kwa kulalamika kwamba kwa nini maisha yako hivi, kwa sababu lazima uamini ya kwamba neno la Mungu linavyosema, na ni kweli ndivyo linavyosema, kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini kwa sababu Yesu Kristo ambaye tumemwamini anasema ya kwamba alishinda hiyo dhiki na yeye alipitia. Kwa hiyo na sisi pia tutashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena kanisa. Lakini pia napozungumzia msaada wa Mungu, pia ninamaanisha ni nguvu ya kiungu. Bwana asifiwe. Ni nguvu ya kiungu. Unapookoka na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu anaachilia nguvu yake ndani yako ambayo itakusaidia wewe kutenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naposema kutenda makuu tunamaanisha nini? Tunaposema kutenda makuu, kutenda makuu ni kutenda zaidi ya kawaida. Kutenda makuu ni kutenda zaidi ya kawaida. Tunafanya mambo mengi katika maisha yetu ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kila mmoja ana familia, lakini pia wewe ambaye uko mahali hapa kwenye ibada siku ya leo, inawezekana ukawa na biashara. Inawezekana una huduma ya kimungu ndani yako. Napenda kukwambia siku ya leo ya kwamba kile kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako, pasipo msaada wa Mungu hauwezi ukafanya vitu visivyo vya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake bila msaada wa Mungu, kila siku tutakuwa tunafanya vitu vya kawaida na watu hawashangai. Kwa sababu kama Biblia inasema ya kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hiyo nuru inatakiwa iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yetu mema. Hatuwezi
kuwa nuru ambayo tunaangaza mbele za watu bila msaada wa Mungu kutoka juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo msaada wa Mungu ambao unatuwezesha sisi kutenda mambo makuu ni msaada ambao unatoka juu mbinguni, ambao ni kumwamini Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo, haujapoteza muda, wala usikae kinyonge kwamba nimemwamini Yesu lakini mbona mimi nafanikiwa kuliko wengine. Lazima ujitie nguvu ya kwamba kwa sababu umeupokea msaada wa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo, basi lazima katika maisha yako utatenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema kutenda mambo makuu, ni yale mambo ambayo zaidi ya watu wanavyotarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna watu ambao unaishi nao, inawezekana upo pale mtaani, inawezekana upo nyumbani, wanakuchukulia huyu ameokoka, huyu ni mtu tu wa kawaida, hawa hawafanikiwagi. Lakini nataka nikwambie, Roho Mtakatifu anatamani kukupa maneno ya ujasiri siku ya leo. Lazima uweke imani yako kwa Mungu. Mungu uliyempokea sio Mungu wa kawaida, ni Mungu ambaye yupo kwa ajili ya kuleta msaada kwako ili wewe utende mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mambo ambayo zaidi ya watu wanavyozani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliopo hapa wakati mwingine tunatamani katika maisha yetu tufanye mambo makubwa. Unayo mipango ambayo umeiweka wewe binafsi, unayo malengo yako binafsi kwa habari ya familia yako, kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya biashara yako, hata kwa ile huduma na karama ambayo Mungu ameiachilia kwako. Nataka leo nikutie moyo ya kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu juu ya yale ambayo wewe unayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Juu ya ile mipango ambayo wewe unayo, utatenda makuu kwa msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusome kitabu cha Zaburi sura ya 60 na ule mstari wa 12. Some kitabu cha Zaburi. Aliyepata anaweza akasoma pale kitabu cha Zaburi sura ya 60 mstari wa 12. Zaburi, aliyepata anaweza akasoma Zaburi sura ya 60 na ule mstari wa 12. Naweza ukatumia maiki tafadhali. Maneno ya Mungu yanasema, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome wote kwa pamoja. Kama una Biblia yako au kama umesikia, tunaweza tukasema wote kwa pamoja mstari huu. Tuseme kwa msaada wa Mungu. Tamka kwa sauti kubwa, kwa sababu ili ni neno la Mungu na litakusaidia wewe kutenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ipo nguvu ya wewe kutamka au kujitamkia kwa habari ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Tuseme wote kwa pamoja. Tuseme kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu amezungukwa na maadui kila sehemu. Hata wewe ambaye uko hapa umezungukwa na maadui kila sehemu. Inawezekana hawajui
ambaye ni Yesu Kristo atajulikanaje kama sisi tusipotenda matendo makuu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uamini ya kwamba msaada wa Mungu ndio ambao utakuwezesha wewe kutenda matendo makuu, na pasipo msaada wa Mungu hauwezi kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatua ambayo tumefikia leo sisi kama Wakristo au kanisa la leo ni Bwana ambaye ametusaidia, kwa sababu hapa hata tulipo leo, uhai na pumzi ambayo tunaivuta bure, wengine wanaihangaikia, wapo hospitalini, wanatumia mipira, wanalipa gharama kubwa, na wengine wamepata ajali, na wengine hawakuamka siku ya leo. Lakini wewe umeamka, umekuja hapa kanisani na una nguvu, na wengine hawawezi hata kutembea kwa miguu yao, wengine hawawezi kuona, wengine hawawezi kufanya chochote, miili yao imeparalyze. Lakini wewe ambaye umeipokea neema ya Yesu Kristo, ambaye mpaka leo hii upo salama na unaendelea vizuri, licha ya changamoto ambazo unakutana nazo, licha ya mazingira magumu ambayo unakutana nayo, lazima uamini ya kwamba upo msaada wa Mungu ambao utakusaidia wewe kutenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mambo makuu, sisi kama wana wa Mungu, sisi ambao tumeteuliwa, sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo, tumefanyika kuwa kiumbe kipya, matendo makuu lazima tuyafanye matendo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu tunao msaada wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo tuliyempokea. Hivyo Yesu ambaye umempokea sio wa kawaida kwenye maisha yako. Hajaja ili ufanye mambo ya kawaida. Yesu Kristo amekuja kwenye maisha yako ili utende matendo makubwa katika uchumi wako, ili ufanikiwe, ili akuinue uchumi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watoto wako, Mungu awalinde watoto wako isivyo wa kawaida, mpaka washangae waseme, huyu mtu jamani, watoto wengine wanaharibika, lakini huyu mama watoto wake hawaharibiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hawaishiwi kwenda hospitali kila siku, lakini wewe inawezekana unatimiza mwaka haujaenda hospitali. Hayo ni matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio jambo la kawaida. Kuna wakati mwingine ni kiburi tu cha uzima ambacho kinaingia tu ndani yetu na kuzani ya kwamba kuwa hai ni jambo la kawaida. Unapochukulia uhai ni jambo la kawaida, Shetani anafurahi, kwa sababu unampa nafasi ya yeye kuleta yale mambo ambayo yatapoteza muda wako wewe kuyahangaikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tutambue ya kwamba msaada wetu sisi kanisa la leo ni unatoka kwa Mungu mwenyewe, na huo msaada ambao unatoka kwa Mungu mwenyewe ni sisi kuyatenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Lakini pia natamani tutambue ya kwamba kila mmoja anatamani kutenda mambo makubwa katika maisha yake. Katika biashara unatamani uwe mfanyabiashara mkubwa katika maisha yako. Inawezekana wewe ni mwanafunzi, unatamani uwe mwanafunzi bora kupita wanafunzi wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika huduma unatamani uwe mtu wa viwango vya juu kwa habari ya huduma yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukawa bora kwa vile ambavyo wewe unatamani pasipo msaada wa Mungu. Lakini pia kama kila mmoja anatamani kutenda matendo makuu katika kila ambacho anakifanya, kutenda matendo makubwa katika kila ambacho anakifanya, kuna mambo kadhaa lazima tuyajue. Ili utende mambo makubwa katika maisha yako, kuna mambo kadhaa lazima tuyafahamu na tuyajue. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo hayo ya kuyafahamu wewe kama Mkristo, jambo la kwanza unahitaji kulipa gharama. Jambo la kwanza la kufahamu ya kwamba ili utende matendo makuu unahitaji kulipa gharama. Ili uwe mfanyabiashara mkubwa unahitaji kulipa gharama. Ili uwe mtu mwenye viwango vikubwa kwa habari ya huduma ulionayo unahitaji kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe sana.
ili uwe mfanyakazi bora katika ofisini unapofanya kazi, unahitaji gharama. Wewe kama Mkristo, ili tutende mambo makubwa kwa habari ya karama na vipawa ambavyo Mungu ameviachilia ndani yetu, unahitaji msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima ulipe gharama katika kutenda mambo makubwa. Na ndio maana tukiangalia katika hali ya kawaida, ukiangalia wakati mwingine tunafurahi hata mtu anapoitwa huyu ndio tajiri mkubwa zaidi duniani, huyu ndiye mtumishi mkubwa ambaye yeye ana viwango vikubwa sana, ambaye akisimama hapa akisema kwa jina la Yesu atumii mafuta wala vitambaa, kama wenye mapepo wanalipuka. Hivyo ni viwango vikubwa. Kwa hiyo ili utende au usiwe mtu wa kawaida na utende mambo makubwa kwenye maisha yako, unahitaji kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kufanikiwa kwenye maisha yetu kama tukiwa tunalala au tukiwa tunatoka nyumbani tunakuja kanisani tunakaa. Lazima tulipe gharama, na hiyo gharama tunailipa kwa kumtumikia Mungu, wapendwa, kwa sababu huyo Mungu tunayemtumikia ndio ambaye anaachilia msaada wake ya wewe kutenda matendo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima wewe kama kanisa la leo ulipe gharama kwa habari ya kumtumikia Mungu, ambapo sasa utakapojitoa dhabihu katika kulipa gharama mwili wako kumtumikia Mungu, inawezekana ikawa ni gharama ya kufunga na kuomba, inawezekana ikawa ni gharama ya kuhudhuria ibada kila siku. Unaweza ukaona ni vitu vya kawaida kuhudhuria ibada, ila ni kazi nzito kuhudhuria ibada. Ukitaka ujue kwamba kuhudhuria ibada ni kazi, na ndio maana unakuta katika ibada za katikati watu wapo wachache, kwa sababu kuhudhuria ibada ni kazi. Na kwa nini? Kwa sababu shetani anakuwa ameshakupa kazi nyingine. Kwa hiyo ili tusimruhusu shetani kutupa kazi nyingine, lazima tuifanye kazi ya Mungu, ambayo hiyo kazi ya Mungu ndio ambayo itakusaidia wewe kufanya matendo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, natamani tufahamu hii siri ya kwamba kila mmoja anatamani mafanikio mazuri kwenye maisha yake. Kila mmoja anatamani kuwa na nyumba nzuri. Kila mmoja anatamani kuwa na magari mazuri. Kila mmoja anatamani kuwa na viwango vizuri katika utumishi. Lakini hivyo viwango vizuri, lakini hayo maisha mazuri ambayo tunayatamani, hatuwezi kuyapata bila sisi kulipa gharama. Na gharama ambayo tunailipa ni kupitia kumtumikia Mungu, ni kupitia kufanya kazi kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la kwanza ambalo litakusaidia wewe kutenda mambo makuu. Lakini pia mambo makubwa, jambo la pili, mambo makubwa au mambo makuu yanamkosesha mtu usingizi. Yanamkosesha mtu usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa ninaangalia sana. Na kama unasinzia alafu tunatamani kutenda mambo makubwa, hatutaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ili tutende mambo makubwa hayawezi yakamletea mtu usingizi. Manake kama una mipango, kama unayo malengo kwa habari ya kitu chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako, inawezekana kwenye uchumi, inawezekana kwenye ndoa, ili usonge mbele, inawezekana hata kwenye huduma, ili usonge mbele, hautoweza kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautoweza kulala kwa sababu unatamani kuyatenda yale matendo makuu ambayo sio ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano wetu mzuri ni mfano wa Yesu Kristo ambaye tumemwamini. Yesu Kristo ambaye tumemwamini alikuwa anatenda matendo makubwa yasiyo ya kawaida, na watu walikuwa wanashangaa. Ni matendo ambayo yalikuwa yanazidi akili za watu. Watu walikuwa wanafikiria kwamba anaweza kweli kusimamisha upepo kwenye bahari.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba anaweza tu akatamka, akanyosha kidole hivi, hajatamka neno na pepo akatoka. Ni matendo makuu ambayo Yesu aliyafanya. Lakini ukiangalia maisha ya Yesu yalikuwa ni maisha ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yalikuwa ni maisha ya kuomba, wapendwa. Ni muda mzuri wa usiku ambao wengi tunapumzika. Lakini ni muda mzuri ambao wengi ambao unawasikia wanatenda matendo makubwa, sio muda wao wa kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe mfano mzuri ambao ni wa kawaida. Tunawafahamu wachawi. Wachawi tunawafahamu. Tunafahamu wachawi. Wachawi wanapaa juu angani, ambapo wewe kwa nguvu ya kawaida huwezi kupaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi. Lakini hebu angalia, usiku analala mchawi? Alali. Yesu Kristo alifanya mambo makubwa, lakini usiku ndio ulikuwa muda wake mzuri wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ninazungumzia kwa habari ya kwamba ili utende matendo makubwa, matendo makubwa yanahitaji au hayahitaji mtu ambaye anapenda usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapenda kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli kulala ni sehemu ya mwanadamu kupumzika. Lakini kwa sisi ambao tumeokoka, ili tutende matendo makubwa, pale itakapotokea mtaani kwako au nyumbani kwako amelipuka pepo, sio wa kukimbia wala kupiga simu kwa mchungaji na kusema kwamba mchungaji, kuna mtu huko amelipuka pepo. Ni wakati wa kuanza kumwombea yule mtu na mapepo yakatoka na watu wakashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Hiyo nguvu ya kuondoa mapepo, hiyo nguvu haiji kwa kulala usingizi. Hiyo nguvu inakuja kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nguvu inakuja pasipo kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili tutende matendo makubwa kwenye maisha yetu, hata kwenye mambo ya kawaida, lazima tuepuke usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naposema hivi simaanishi ya kwamba usipate muda wa kupumzika au kulala. Hapana. Muda wa kupumzika pata tu vizuri. Lakini kumbuka ya kwamba, napenda kusisitiza hili ya kwamba mara nyingi mchana tunafanya shughuli nyingi na tunazungumza na watu kama hivi, tunakutana tunazungumza na watu. Lakini pia huyu Mungu ambaye tumemwamini, lazima ujue naye anatamani uzungumze naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatamani, kwa sababu yeye ni baba yetu. Yaani kama baba zetu ambao kwa kawaida ambao wametuzaa wanavyotamani sisi, wanavyotamani azungumze na mtoto wake akimuuliza maswali, baba hii inakuaje? Maana wao wametuzidi umri. Mungu naye anatamani tuwe tunazungumza naye. Lakini kama wewe muda mwingi mchana unatumia kufanya mambo yako binafsi, basi usiku Mungu anatamani kuzungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ni nakusia kwamba ni vizuri ukapata muda wako binafsi wakati wa usiku, ambapo hauwezi ukaongea na mtu, TV wala hailii wala hamna kinachoendelea, ukazungumza na Mungu kwa habari ya maisha yako. Ukijitoa dhabihu kwa kutolala usingizi hata kwa lisali moja, ukawa unaomba nyakati za usiku, Mungu atakusaidia, utatenda matendo makubwa ambayo yasiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Utashangaa hata watu ambao wanakuzunguka, kuna namna ambavyo watakuwa wanakuchukulia sio namna ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine mimi ni mwanafunzi, nilikuwa ninasoma huko mbali. Lakini Mungu alinipa tu neema ya kuwa na kwa sababu hali yangu ni ya kawaida kiuchumi. Ninaenda tu mtumbani, nanunua tu suti na kuwa navaa. Sasa kule kuvaa kule na sina hela yoyote. Ila mtu unakuta tu anakuja anakwambia kwamba, mtumishi wa Mungu, hivi unaweza kunisaidia hata 200,000? 200,000 tu.
alafu anaitamka 200,000 tu. Hasa mimi ni mwanafunzi, licha ya kwamba na serikali imetusaidia tunapata boom, lakini lile boom halitoshi wapendwa. Bwana asifiwe sana kwa wale ambao tunasoma. Lakini mwisho wa siku, licha ya hayo yote, jua ya kwamba huyu Yesu Kristo ambaye umempokea ndio msaada mwenyewe ambaye atakusaidia wewe kutenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Na napenda pia tusome kitabu cha tusome kitabu cha Zaburi sura ya 128 mstari wa kwanza. Zaburi sura ya 128 mstari wa kwanza, aliyepata anaweza akasoma. Zaburi sura ya 128 mstari wa kwanza. Zaburi sura ya 128 mstari wa kwanza. Kijana wa Yesu anaweza akatusomea pale. Zaburi 128 mstari wa kwanza, Biblia inasema, ndio, heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. 124 mstari wa kwanza, Biblia inasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na iseme sasa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Zilikuwa ni shukrani kwa taifa la Israeli ya kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake hata leo ambapo tupo mahali hapa, kama sio Bwana aliyekuwa upande wake, aliyekuwa upande wako wewe, usingekuwepo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Mungu ametusaidia tukapita mambo mengi kwenye maisha yetu katika siku za nyuma, Mungu akatufanikisha. Mungu, kulikuwa tumepata magonjwa tukapona, tulipitia kwenye changamoto nyingi, lakini Mungu ametuwezesha. Kwa hiyo kama Mungu ametuwezesha, manake Mungu alitusaidia. Na kama Mungu ametusaidia na tunatamani kufanya mambo makubwa zaidi kule mbeleni, basi lazima tujue ya kwamba huyo Mungu ambaye ametusaidia ndiye ambaye atatusaidia tena kuyafanya mambo makubwa ya mbeleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pia na ule mstari wa 8. Zaburi 124 mstari wa 8. Biblia inasema, msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Misaada ipo mingi sana duniani. Na wakati mwingine wengine wanakuwa wanasaidiwa na mashirika mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia wao kuweza kuendelea kufanya vitu kama wengine wanavyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta lakini pia ipo misaada mingine ambayo tunaifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine wamekuwa wakitegemea misaada kwa watumishi wa Mungu ambao wao watawawezesha kufanya mambo makubwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna wengine wanaenda kwa watumishi wengi mbalimbali kwa ajili ya wao kupata msaada, wafanikiwe kibiashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia wapo wengine ambao wanatumia misaada yao kwenye nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo nguvu za giza aidha ya kwamba zinawasaidia. Lakini nataka nikwambie ya kwamba msaada wa Mungu ambao unadumu milele ya wewe kuupata ni msaada wa jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Msaada wetu sisi ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna msaada ambao hauna gharama wala hauna masharti zaidi ya huo msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Misaada mingine ina masharti wapendwa. Na ndio maana wakati mwingine hata ukienda kukopa kwa ajili ya kufanya biashara yako, labda kukopa kwa ajili ya kufanya kitu chochote cha msingi, unakuta wanakwambia utalipa na riba. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hayo mambo tunakutana nayo. Lakini nataka ufahamu ya kwamba huyu Mungu ambaye tunamwabudu, ambaye yeye ni msaada wetu, hana riba. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu ambaye tunamwabudu hana masharti, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo lazima sisi kama kanisa, msaada wetu umtegemee Mungu peke yake na sio mwanadamu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani isitokea kwamba mwanadamu ukamfanya kuwa msaada wako. Hapana. Hata kama mwanadamu anakusaidia, ndio wanadamu wanatusaidia. Inawezekana ni mtu fulani anakusaidia, lakini usiseme ni msaada. Ule ni msaada wa Mungu. Mungu amemtumia tu kama chombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila utukufu mrudishie Mungu ambaye anakusaidia kupitia hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nataka tusome kitabu cha Samueli wa pili sura 22 kuanzia mstari wa 30 mpaka 33. Samueli wa pili sura 22 mstari wa 30 mpaka wa 33. Aliyepata anaweza akasoma. Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 30 mpaka wa 33. Mstari wa 30. Mstari wa 30. Mstari wa 30 ndio. Biblia inasema, maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wote wanaomkimbilia. Mstari wa 32, maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Mungu ndiye ngome yangu yenye nguvu, naye waongoza wakamilifu katika njia yake. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Ni maneno ya Mungu mazuri ambayo yanasema ya kwamba maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wangu naruka, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Mungu ndiye njia yake, Mungu njia yake ni kamilifu. Ahadi za Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wote wanaomkimbilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Lazima tuamini ya kwamba huyu Mungu ambaye ndiyo msaada wetu, yeye njia yake ni kamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo unapotaka upate msaada kutoka kwa Mungu, lazima upite katika ule ukamilifu ambao Mungu anautaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake ya kwamba licha ya kwamba tumemwamini Yesu Kristo, lakini ili tuupate msaada wa Mungu ambao utatuwezesha sisi kufanya matendo makuu, lazima pia njia zetu ziwe kamilifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Manake kama njia zetu zitakuwa na kona nyingi, hatutauona msaada wa Mungu ambao utakufanya utende matendo makuu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo sisi kama kanisa lazima tutambue ya kwamba ili tufanikiwe, ili viwango vyetu viinuke vya roho zetu, ili kwamba isitokee ukawa unaomba ndani ya dakika 5 au 10 umeshatoka. Hivyo ni viwango vya chini. Viwango vikubwa Mungu anasema, neno la Mungu linasema hata lisali moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo viwango, ili Mungu akupandishe viwango vikubwa vya kuzidi kumuona yeye zaidi kwenye maisha yako, lazima upite katika njia ya ukamilifu. Ukipita katika njia ya ukamilifu, hautatenda matendo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Utatenda matendo makubwa na watu watashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo aliyatenda matendo makubwa kiasi kwamba hata mapepo walikuwa wanamheshimu. Walikuwa wanamwambia kwamba walikuwa wanamuita mtakatifu wa Mungu. Muda wetu haujafika, umekuja kutufanyia nini? Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kama mpaka mapepo walikuwa wanamtambua Yesu Kristo, majini walikuwa wanamtambua Yesu Kristo, ya kwamba yeye ni nani, ana nguvu gani na ana mamlaka gani,
alikuwa anatenda matendo ya kushangaza, ni kwa sababu ya yeye pia alikuwa mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Manaki kwamba katika kutenda mambo makuu, ili utende mambo makuu wewe kama Mkristo, lazima uenende katika ukamilifu. Na wakati mwingine tunasikia maneno watu wakisema ya kwamba hakuna mkamilifu duniani. Ni kweli, hayo ni maneno ya watu wanasema hakuna mkamilifu duniani. Lakini liko neno la Mungu ambalo linakwambia ya kwamba Mungu yeye, kwa sababu yeye njia zake ni kamilifu, na anasema ya kwamba mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Lakini pia neno lake linasema ya kwamba anapendezwa na watakatifu walio duniani. Licha ya kwamba watu wanasema hakuna watakatifu, watakatifu wapo na tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Lakini pia jua ya kwamba sisi tunaweza kuwa wakamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu, kama tukipata msaada kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msaada utakao kwa Mungu ndio ambao utakusaidia wewe kutenda matendo makubwa yasiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tusome kitabu cha Zaburi sura ya 18 mstari wa 29. Zaburi sura ya 18 mstari wa 29. Aliyepata anaweza akasoma pale. Zaburi sura ya 18 mstari wa 29. Biblia inasema, ndio mstari wa 29. Ndio. Biblia inasema, maana kwa msaada wako nafuatia jeshi. Kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba katika maisha ya mwanadamu au katika changamoto ambazo unapitia, bila msaada wa Mungu hauwezi kushinda hizo changamoto ambazo unapitia. Mungu atusaidie sana. Hauwezi ukashindwa changamoto ambazo unazipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia naomba tusome kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21. Ezra sura ya 8 mstari wa 21. Kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21. Ezra sura ya 8 mstari wa 21. Aliyepata anaweza akasoma pale. Amina. Nitasoma. Neno la Bwana linasema, kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta uso kwake, na kutafuta kwake njia iliyonyooka, kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maneno ya Ezra. Biblia inasema ya kwamba ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo anasema ya kwamba kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaishi sisi katika maisha yetu haya, tuna familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale ambao inawezekana wapo kwenye ndoa, Bwana Yesu asifiwe sana, wao wapo pamoja na watoto wao. Lakini pia wao pia wanatamani, kila ndoa inatamani iwe na mali nyingi, ambazo hizo mali zitasaidia hao wazazi wenyewe, watoto wao na vizazi vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili katika maisha yetu tufanikiwe, biashara zetu zinyoke, huduma zetu zinyoke, lazima tutegemee msaada kutoka kwa Mungu. Lakini kitu ambacho nimekiona, ili tupate msaada kutoka kwa Mungu, msaada wa Mungu una wajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Mungu akupe msaada una wajibu. Manake lazima uwajibike
katika kufanya vitu kadhaa ili Mungu akupe huo msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine ukiwa una shida, hawezi tu kukaa kimya, lazima uongee. Si ndio watumishi wa Bwana? Yaani kwa mfano ikawa umepata shida fulani, hautokaa kimya, lazima uongee. Kwamba kama ni Mungu utamwomba Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ili tupate msaada wa Mungu, wajibu ambao tunatakiwa tufanye sisi kama Wakristo, jambo la kwanza ni kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba ili upate msaada wa Mungu, lazima ujizabiu katika kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo ambalo unaweza ukaona ni kazi, lakini Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu atakusaidia wewe kuweza kufunga na kuomba. Kwa sababu Biblia inasema mambo mengine hayawezekani pasipo kufunga na kuomba. Unafikiri hayo mambo ambayo hayawezekani pasipo kufunga na kuomba ni mambo gani? Ni mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ili tutende mambo makuu kwenye maisha yetu, ili tufanikiwe kwenye maisha yetu, ili tuendelee kusonga mbele, ili tuwe vinara, ili tuwe nuru mbele za watu, ili tuwe chumvi katika dunia, lazima tufunge na kuomba, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo ambalo linazungumziwa kila siku. Lakini kwa nini Roho Mtakatifu anaendelea kuzungumza na kanisa kwa habari ya kufunga na kuomba? Maana yake huo wajibu hautendeki ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi kama Wakristo lazima tuwajibike kwenye kufunga na kuomba. Kwa sababu tunatakiwa tuyatende mambo makubwa. Watu wanaotuangalia watakapoyaona yale mambo makubwa, tutawavuta waje kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pande zingine wanatenda mambo makubwa mengine, ndio maana wanawavuta wanaenda kule. Sasa sisi kwetu ambapo kuna msaada wa kweli ambaye ni Yesu Kristo, inatakiwa tujidhabiu katika kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni msaada wa Mungu ambao utakusaidia wewe kutenda matendo makuu. Ili upate huo msaada wa kutenda matendo makuu, lazima ufunge na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili, lazima uwe mtu wa ibada. Bwana asifiwe wapendwa. Lazima uwe mtu wa ibada. Kwa sababu kupitia ibada ndio ambayo itazidi kukuweka wewe karibu na Mungu ambaye umemwamini. Ndio ambaye utakuwa unatoa muda zaidi kumsikiliza Mungu anachozungumza na wewe kupitia watumishi wake. Anachozungumza na wewe kupitia maombi. Ni kuwa na moyo wa ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada yako binafsi. Usiwe tu mtu wa kuja Jumapili kanisani ili utende matendo makubwa. Wakati mwingine hata unapokosa nafasi kwa sababu upo kazini, jifanyie ibada. Kwa sababu ninaamini hata maofisini au kwenye shughuli zetu ambazo tunazifanya, sio kila muda wateja wanakuja. Sio kila muda maofisini tunafanya kazi tunakuwa busy na vile vitu ambavyo vifaa tunavitumia. Kuna wakati upo muda ule ambao upo wazi, wengine wanaburudika, wanatumia simu. Mfanyie Mungu ibada. Au utakuwa mtu wa kawaida, utatenda matendo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia jambo la tatu ni jambo la utoaji. Bwana Yesu asifiwe. Utoaji. Ili utende matendo makubwa, unatakiwa pia uwe mtu mtoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri kutoa kuliko kupokea. Kwa sababu kwenye utoaji, hapa ninazungumzia kwa habari ya kumtolea Mungu dhabihu. Kwa habari ya kumtolea Mungu sadaka. Na ukiendelea kusoma vizuri, kama unasoma vizuri kwa habari ya neno la Mungu, watumishi wa Mungu ambao walikuwa Mungu anawaonekania kwa viwango vikubwa, walikuwa ni watu watoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiwe mvivu kwa habari ya kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hata wale watu ambao wamefanikiwa, hata wale ambao ni watumishi wakubwa, ni kwa sababu wanamtolea Mungu, ndio maana sio wa kawaida. Na hata wale ambao wamefanikiwa tunawajua kwamba ni matajiri, wale kuna sehemu wanamtolea Mungu kwa Mungu wao kwa kiwango kikubwa. Ndio maana wamefanikiwa wapendwa. Kwa hiyo ili sisi tufanikiwe, ili huduma yako iwe ya viwango vikubwa,
lazima uwe mtu wa kumtolea Mungu hata kwa kile ambacho unacho kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kizuri ambacho najifunza zaidi kwa baba yetu hapa mzuri na kwa mama yetu pale, Bwana Yesu asifiwe sana, kazi ambayo imefanyika mahali hapa au vitu ambavyo wazazi wetu wanavifanya au jinsi walivyo, sio kwamba ni watu ambao wameweka mkono nyuma kwa habari ya Mungu. Ni wanamtumikia Mungu, na ndio maana jengo hili limesimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wao ndio viongozi wetu na sisi tunawaangalia wao. Mimi nikiona baba ametoa 50,000 kwa ajili ya ujenzi, mimi nikipata fedha na mimi nitamtolea kwa sababu nimeona baba ametoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baba yetu hayupo viwango vya kawaida, mama yetu hayupo viwango vya kawaida, na ndio maana hata ukasirike vipi, mama yetu bado anakuchekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama umepata na shida namna gani, bado anazidi kukutia moyo. Baba yetu haijalishi labda haujafika kanisani mara zote wala sio mtoaji, lakini ukimuomba msaada anakusaidia baba. Hivyo ni viwango ambavyo sio vya kawaida, wengine hawafanyi. Na wakati mwingine hata mwenyewe unashangaa, jamani, mbona hili jambo ni la ajabu? Ni kwa sababu Mungu anawatumia kwa viwango vikubwa, kwa sababu wao pia wametegemea msaada kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ili tupate msaada kutoka kwa Mungu lazima tuwe watoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia msaada, ili upate msaada kutoka kwa Mungu lazima pia uwe mtu wa kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wangu umeniacha, ninamalizia hii point ya mwisho. Lazima uwe mtu wa kusoma neno. Neno la Mungu ambalo tunalishika kila siku. Ili neno la Mungu ndio msaada mkubwa wewe kufanya matendo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu neno la Mungu ndio, kuna maneno ya Mungu ya uzima. Lakini pia ipo hekima na maarifa ya Mungu kwenye lile neno la Mungu. Ile Biblia ambayo unaishika, unaiweka mezani. Unapopanga vitu, unaitoa, unasema leo ngoja niiweke hapa. Ile Biblia. Pata muda kuwa unasoma neno la Mungu ukiwa binafsi, yani kwa muda wako binafsi. Kwa sababu kupitia neno la Mungu, Mungu atakuonyesha njia ya wewe kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakuonyesha njia ya wewe kutenda matendo makubwa. Ni tunafanya mambo ya kawaida kwa sababu ni wavivu wa kusoma neno la Mungu. Lakini leo utakapo uachia moyo wako mbele za Mungu na kwamba Mungu, nipe utayari wa kusoma neno lako. Nipe Roho wako Mtakatifu anisaidie. Ili nakumbuka wakati mwingine tunazo hizi smartphone. Hizi smartphone zina Biblia. Hata ukikaa kwenye gari, wakati mwingine mtu anasema mimi niko busy, lakini hakuna mwanadamu aliye busy. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliye busy saa zote, lazima hata sekunde. Mbona kuna muda unapata unasinzia? Pale unakuwa busy kweli na upo kazini. Kwa hiyo pata muda wa kusoma neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu hili litakusaidia kukupa maarifa ya kufanikiwa. Kama neno la Mungu litaonyesha ya kwamba kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ukiangalia pale linaeleza kwa habari, Kumbukumbu la Torati sura 28. Mungu anasema ya kwamba utakapoisikia sauti ya Mungu na kuitii, Mungu anasema atakufanikisha. Ameelezea vitu vingi pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakufanikisha, atakubariki kapu la kukandia unga, atakubariki uingiapo utokapo. Hayo yote ni mafanikio ambayo tunayatamani sisi kama kanisa. Na tukifanikiwa ni matendo makubwa, ila hatuwezi kuyapata pasipo kupata msaada wa Mungu. Na huo msaada wa Mungu ili tuupate, tusome neno la Mungu. Usiwe mvivu, ni chanzo cha mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni chanzo cha wewe kuyatenda matendo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kwa dakika chache tuenda kumuomba Mungu. Tukamwambie Mungu, mimi siwezi neno lolote bila wewe. Na kama unatamani kuyatenda matendo makubwa, sio ya kawaida, unaweza ukasimama kwa miguu yako. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Unapomuomba na unapokuwa tayari, yeye anaanza kutenda kazi. Usimchukulie Mungu wetu ni wa kawaida.
Mungu wetu sio wa kawaida. Unapoamua kugeuka mbele za Mungu na kusema, Mungu, kuanzia leo mimi nauangalia msaada wako. Natamani nitende matendo makubwa. Natamani nifike mbali. Ipo mipango na malengo. Unatamani ufike mbali. Watoto wako, familia yako, uchumi wako uko chini. Unatakiwa uinuke huo uchumi ulionao. Roho yako, viwango vyako vya utumishi viko chini. Vinatakiwa viinuke. Haviwezi pasipo msaada wa Mungu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Karibu praise team kwa muda mfupi. Tutaimba. Mimi siwezi neno lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Kanisa zima tumwambie Bwana, mimi siwezi. mwambie Bwana, mimi siwezi Neno lolote Kiongozi. bila wewe Bwana Yesu. Yesu. Mimi siwezi Jambo lolote Bwana. jambo lolote bila wewe Yesu. Yesu. Mwite Yesu kwenye maisha yako. Mwite Yesu kwenye maisha yako. Yesu. Mwite Yesu kwenye maisha yako tena. Ndiye ambaye ana msaada wa kweli. Yesu. Atakuwezesha wewe kutenda matendo makuu. Bwana Yesu. Asante Jehova. Basi tukiwa katika uwepo huo huo, mwambie Bwana, niwezeshe. Hii nguvu inayotuwezesha na kututegemeza tunaihitaji kwenye maisha yetu. Kwa hiyo wakati huu tutaenda kumwomba Mungu, tumwambie Bwana tusaidie. Lakini kabla hatujaendelea kumwomba Mungu, na kama upo mahali hapa haujamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni nafasi yako nzuri ya kumpokea Yesu. Yaani namaanisha kama upo mahali hapa haujaokoka, ni nafasi yako nzuri ya kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu nguvu hizi ni kwa hao waaminio sawasawa na neno la Mungu. Kwa hiyo kama unahitaji nguvu ya uwezesho, na kama bado haujamwamini Yesu Kristo, ni nafasi yako nzuri ya kumpokea Yesu Kristo ili aachilie nguvu ya uwezesho, yale yasiyowezekana yakawezekane. Kwa hiyo kama upo mahali hapa haujamwamini Yesu Kristo, kabla hatujaendelea kuomba, tunatamani tuombe pamoja na wewe. Unaweza ukanyanyua mkono wako juu kama unamhitaji Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama unamhitaji Yesu, nyanyua mkono wako juu. Lakini kama wote tumemwamini Yesu Kristo, tumeokoka, wale washirika wetu ambao wanatufuatilia kwenye mtandao, kama upo mahali ambapo unatusikiliza haujamwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unatamani kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu haya yote ambayo tumeyasikia hayawezekani kama haujamwamini Yesu Kristo, utafatisha sala hii ya toba ya ukiri wako kwamba unampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utafatisha sala hii, sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaamini ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu zote, nafuta jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Bwana Yesu, ninamkataa shetani na kazi zake zote,
Bwana Yesu, nitaambatana na wewe Yesu maisha yangu yote. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Kama umefuatisha sala hii tayari, Yesu Kristo ni Bwana na ni Mwokozi kwenye maisha yako. Kwa hiyo endelea kutufuatilia, lakini tunakukaribisha kanisani kwa ajili ya kuendelea kulelewa vizuri ili uendelee kumjua zaidi Yesu Kristo. Basi wakati huu twende mbele za Mungu tukamwambie Bwana, kwa dakika hizi zilizosalia, Mungu atuwezeshe neema yake ili tuweze kufanya mambo makubwa. Kama upo mahali hapa hauwezi kuomba, hauwezi kufanya mambo ambayo mnenaji ameanena kwa uzuri, mwambie Bwana, niwezeshe, peke yangu sitaweza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, tunajinyenyekeza Bwana mahali hapa. Baba, umesema na maisha yetu ya kwamba hatutaweza neno lolote pasipo nguvu ya uwezesho, mfalme wa wafalme. Tusaidie Bwana mahali hapa, tumejinyenyekeza mbele zako mfalme wa wafalme. Tunatamani utujaze tena na tena, ili Bwana yale matendo makubwa ya ajabu yasiyowezekana kwa akili za kibinadamu yakafanyike tena. Yale matendo makubwa yaliyopotea kwenye maisha yetu Baba, ule utumishi uliopotea Baba kwenye maisha yetu ukarejee tena. Tujaze uweza wako, Roho Mtakatifu amsha tena huduma zilizolala, kalama zilizolala, amsha ndani ya mioyo yetu Bwana, juu ya maisha yetu ya utumishi na maisha yetu Bwana ya kifamilia, maisha yetu ya utafutaji. Baba, utuwezeshe mfalme wa wafalme, maana tutaweza kumiliki fedha na mali Baba bila wewe mfalme wa wafalme. Maana umesema kwenye kitabu cha Torati ile sura Bwana mfalme ya 8, ukasema usimsahau Baba Mungu wako, maana yeye ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Baba, utuwezeshe mfalme wa amani, ili tuweze kutembea Baba. Utuvike uweza wako, utuvike Bwana nguvu zako Baba. Neema yako mfalme wa amani Baba ikawe pamoja nasi. Si nilikwambia amini tu. Kwa hiyo Yesu yuko, ukimwamini atafanya, ukimwamini atatenda, ukimwamini anaweza. Kama tulivyosikia ushuhuda wa tumishi wa Mungu, kama alivyomtetea ndivyo na wewe ndivyo atakavyokutetea. Ukimwamini yeye atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati nazungumza unasogea hapa ili tuweze kukomboa wakati. Basi wakati huu naomba viongozi wa CS tusogee hapa, tuweke mikono kwa ajili ya watu hawa wenye uhitaji. Viongozi na wahudumu wote ambao mpo hapa, vijana sogeeni, wala usishangae na usiogope, kwa sababu ndio siku yetu
ya kuweka mikono juu ya wagonjwa na mapepo na wenye shida watapata kupona. Basi wakati huu kila mmoja awe na mtu, tunapoenda kuomba, weka mkono kwa wagonjwa, weka mkono kwenye mahitaji yao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina lenye mamlaka, jina lenye nguvu. Baba, kijana huyo amesogea mbele zako. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, uonaye mbali na unayejua maisha yake na haja ya moyo wake. Baba, ninamsogeza mbele zako Simba kabila la Yuda. Yale yote anayekutana nayo, Baba, ukafanye mlango na njia kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Nikiharibu kila kasi na roho zote zinazosimama kupinga maisha yake, kupinga Bwana ujana wake, kupinga hatima ya maisha yake. Linaiondosha kila roho zinazotesa maisha yake, linaharibu kila kazi zote za adui shetani, linasambaratisha kila aina ya madhaifu yote, linatamka uzima katika jina la Yesu Kristo. Baba, kutana na wajoli wako, mfalme wa wafalme, achilia neema ya uponyaji Simba kabila la Yuda. Roho za mapepo na kila nguvu za giza tunazikemea katika jina la Yesu Kristo. Toka achia maisha yao, toka achia kila aina ya mitego na kila aina roho zote ambazo zinatesa Bwana watu hawa. Tunaamuru kwa jina la Yesu Kristo zikapate kutoeka kwa jina la Yesu. Magonjwa toeka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunatamka uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Pokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya mateso tunayaamuru kwa jina la Yesu Kristo. Toka uachie kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunaliinua jina lako na kulitukuza. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu wewe umesema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Umesema utapumzisha, lakini ukasema Bwana wewe ni wa upendo, utusameaye maovu yetu na kutuponya magonjwa yetu yote. Asante kwa ajili ya uponyaji na majibu Bwana ya maswali Baba ya wajoli wako waliosogea mahali hapa. Tunaliinua jina lako na kulitukuza ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Pokea sifa mfalme wa amani, kwa kuwa Jehova unastahili. Ni katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi, amen. Mshangilie Yesu kwa makofi tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu